Bwana, nazungumza na baba mkubwa, mmoja kati ya watu ambao wameshuhudia tukio hili la maharusi waoaji kuondoka na jungu la chakula. Kaka kwema? Kwema. Bwana, poleni kwa hili ambalo limetokea. Asante sana. Sawa, nini ambacho kimejiri kwa yule ambaye hajaona kile ambacho kimetokea? Kimejiri bwana harusi amekuja na wapambe wake. Ndoa huku shehe anafungisha ndoa. Huku nyuma wapambe wamebeba jungu la ubwabwa. Wakaondoka nalo. Ndoa lakini imefanikiwa kupita salama. Ndoa shehe kaipitisha salama. Ndoa huku shehe anafungisha ndoa, huku wapambe wamebeba jungu wamekimbia nalo. Mzee wangu, wewe kwa uzoefu wako, umri wako, ni mara yako ya ngapi kuna tukio kama hili? Yaani ni mara yangu ya kwanza kuliona tukio kama hili la maajabu kwenye ndoa. Watu kuondoka na jungu. Watu wanafungisha ndoa huku watu wengine wanaondoka na majungu. Sasa si maajabu haya? Au ndo njaa imekuwa karibu? Chatembo huko. Chatembo hiyo. Hii fedhea hii. Nashangaa sana, hii fedhea kubwa haijawahi kutokea. Kwa Chatembo hii nipo muda mwingi, lakini sijawahi kuyaona maajabu kama haya. Watu wanachukua majungu huku, ndoa shehe anafungisha ndoa, watu huku wanabeba majungu, wapambe wa bwana harusi wanakimbia na jungu la ubwabwa. Au vijana walokimbia na majungu ni wauni kiasi gani? Hao ni wapambe. Ni wapambe? Yeah. Walipanga ama ilikuwaje? Hebu ghafla. Walikuja wamepanga. Hao wamekuja wamepanga kabisa kwa nia. Huku bwana shehe anafanya mambo yake, sisi tunabeba jungu safari. Kwa nini usikae kwenye mkeka kusubiri kipakuliwe? Wameona wanachelewa. Hiyo ni mipango. Ninyi wakati mnaona kama wanaume kwenye shughuli mlichukua hatua gani? Yaani wakati huo sisi tupo kwenye ndoa kufungisha huko. Kwenye mkeka pale. Tupo kwenye mkeka. Shehe anamaliza hotuba yake, nasikia huku watu wanakimbia na jungu. Astaghfirullah. Watu wanaondoka na jungu la ubwabwa. Kweli wameondoka nalo. Ni mkaangalia tu. Hatukuangalia wakati tupo kwenye macho kuangalia mtu ananyanyua jungu la ubwabwa anaondoka nalo. Wakati ndoa imeshapita, wao huko ndo wameshaondoka na jungu la ubwabwa. Mnataka hata kuwakimbiza. Sasa unawakimbizaje? Unaacha hotuba ya ndoa huku unawakimbiza na jungu la ubwabwa? Kwa hiyo wamekuja kwa nia kabisa ya kuja kuondoka na jungu. Kuja kuchukua jungu la ubwabwa kuondoka nalo. Jungu la ubwabwa lilikuwa kilo ngapi? Jungu la ubwabwa kilo 5. Wameondoka na mboga? Mboga hawajapata. Mboga hawajapata? Kwa nini msiwape na mboga? Sasa unawapaje na mboga wakati wao wamechukua kwa wizi? Wao wameondoka na jungu la ubwabwa, nyinyi mbaki na mboga. Baki na mboga. Mjanja nani? Wajanja wao. Wajanja wao. Wajanja wao. Ikitokea wao wakaona hii video muda huu, unahisi maneno gani ya hekima kuweza kuambia kwa hili ambalo wamelifanya? Yaani waache tabia kama hiyo wakifika kwenye shughuli za watu. Waache kabisa tabia kama hiyo. Kama wao na jambo lao na huyo muoaji wao, yani wamsubiri amefika nyumbani kwake ndio wafanye vituko kama hivyo. Lakini kama wanaenda kuoa sehemu kwa mtu, hivyo vituko vingineo wanavyovifanya sio vizuri. Na inawezekana kweli walikuwa na wana majambo yao na bwana harusi. Inawezekana maana vijana sasa hivi wa 2000 wanapenda sana kuharibiana mambo ya ndoa. Kwa hiyo kama wana majambo yao maana ni sababu bwana harusi kufanywa hivyo. Sio huku kwetu sasa usubiri mpaka nyumbani kwa bwana harusi baada ya kurudi. Sasa kama bwana harusi naye anafanyaga wenzao ukweni na kwaje? Hiyo sasa mimi siwezi kujua kama ana tabia hiyo. Tabia hiyo mimi siwezi kujua. Bwana harusi atakiwi kulipa hapa? Kulipa hapa jungu la ubwabwa inamkosti. Lazima alipe. Mmefanya utaratibu huo ukawasiliana naye? Bado hatujafanya utaratibu huo. Na mpo kwenye harakati za kufanya utaratibu huo? Tutafanya utaratibu huo. Gharama yake shilingi ngapi ile jungu sasa? Jungu hapo pamoja na sufuria lile na mfuniko wake itakosti kama 45,000. 45? Wameondoka na sufuria? Na mfuniko? Na mfuniko wake. Naam. Vijana wamefanya kufuru. Yaani wamekusudia. Wamekusudia. Mimi sija kuona. Na hata mimi maajabu kabisa. Chatembo imeharibika. Mji wa Chatembo vijana wengi wanakusudia mambo kama hayo. Wengine wanaenda kwenye mandoa. Yaani ya ndoa ya mwezao afu wanakunya mpaka mavi. Nimeshuhudia mimi. Umeshuhudia? Chatembo hii. Chatembo hii. Mtu anakunya mavi. Mtoto wa kiume huyo. Ninye mavi nisinye kunya, kayaachia.
Ukweni wanaharibiana kwenye ndoa. Neno lako la mwisho tumalizie kwa hili ambalo limetokea. Hiyo tabia sio mzuri sana. Ndio. Kwa Chatembo wetu wanatuharibia. Na wasia sana. Waache tabia hiyo. Tumwambie kitu babu harusi ambaye na marafiki wa design hii. Sana tunawaambia wasifanye tena mchezo kama huo. Yaani mwisho kweli wanatuharibia Chatembo wetu. Kwa sifa mbaya kama hizo. Kuja kwenye tukio lake la ndoa. Ndoa inafanyika, tunatoka nje, jungu la chakula alipo. Wameondoka nalo. Baada ya hapo walivyorudi tena wanatuambia kwamba toeni na hiyo mboga tuondoke nayo. Waliondoka na jungu bila mboga? Bila mboga. Wakasema tunaomba na jungu lenye mboga. Ndio. Tukaambia huo sio utaratibu na hiyo heshima mbaya. Kwa nini mchukue jungu ambalo hilo jungu hamjui kama la kwetu sisi au la jirani yetu? Kwa sababu chakula kimepikwa kwa jirani. Ndio. Kwa hiyo wao ile jungu walivyolichukua wasiulize kama hichi chakula tumeandaliwa sisi au hatujaandaliwa sisi. Wakaondoka nalo. Watu wanaweza kushangaa jungu la chakula lilikuwa kilo ngapi mpaka wamekimbia nalo? Kama kilo 5 hivi. Kilo 5. Mlijipanga? Tumejipanga kweli, tupo vizuri. Mwisho wa siku wageni wenu mkawafanyaje sasa? Mmeshawapikia chakula wale wameondoka wameondoka bila kula. Wanasemaga kweli mpambe ana nguvu kwa sababu wamemharibia shughuli. Kwa sababu wao wamekuja kuoa. Wamemfuata mke wao. Wangetulia basi chakula wafanyaje, wapakulie, wapate kula, waondoke zao. Wamelibeba jungu wameondoka nalo. Nikawaambia huo sio utaratibu. Mkitaka kufanya fujo fanyeni fujo kwa bwana harusi na sio hapa. Kwa sababu hapa kwa mkwe. Inaonekana mara nyingi matukio kama haya wanafanya kama kulipiza hivi. Labda naye kasha kufanywa kitu kama hiki inawezekana? Sio kweli, yule baba ni mtaalabu. Kwa sababu kwa mazingira mimi sio mzoefu sana na yeye, lakini kwa watu kwa huyo shehe ambao walikuja kuozesha hapa nasema huyu baba ni mtaalabu, mtoto watu ni mvulana lakini mtaalabu kupita maelezo. Hana matukio yao ya kishenzi. Wao walipanga tu waje kumharibia shughuli. Kwa hiyo hapa mbaya ni marafiki wa babu harusi au mbaya babu harusi? Mbaya marafiki wa bwana harusi ndio wabaya. Kwa bwana harusi hakuna ubaya wote mko wangu. Lakini hao wapambe wake hao wa bwana harusi hao ndio wamepanga kuja kumharibia shughuli yake. Na wapambe wanatokea mji gani? Wapambe wanatokea Chatembo hii Magengeni. Kwa hiyo watu wa Chatembo hapa wamekimbia na chakula. Ndio maana yake. Mbona kama wana visa fulani wanafanyiana nyuko wenyewe hivi? Wamepanga wamharibie tu shughuli basi. Na kama wana visa vyao wangemalizia huko majumbani kwao na sio hapa kwa bwana harusi kaja kuoa basi. Wangepanga wamharibie, wangepanga kumharibia nyumbani kwake ambao kulikuwa na sherehe na vyakula vimepikwa. Wewe kama mkwe unasemaje? Kwenye harusi ya mwanao vijana wamekimbia na jungu la chakula. Sijapenda kwa kweli. Kwa sababu kwanza hata mazingira yenyewe walivyokuja hawakuelekezwa kama huyu baba, huyu mama, huyu dada hakuna. Walivyokuja, walivyobeba chakula chao, wamebeba bi harusi, nduki. Ratiba ya kuoa walikuwa wanaijua na walipanga kila kitu. Ndio maana yake na mshenga anajua yote haya. Mshenga anajua. Kuja kuoa saa 7 wakaja kuondoka na chakula. Nimeambiwa kwanza hapo kuoa saa 7 na mshenga alisema kwamba nakuja na watu 20 lakini nashangaa wamekuja watu karibuni 100. Watu 100. Watu 100 kilo 5 wameenda kula vipi sasa? Ndio naposhangaa mimi na wewe hatujui. Au wamepanga tu kuharibia. Maana watu 100 wanaenda kulaje sasa? Ndio naposhangaa mimi na wewe wote hatujui kwa sababu kama chakula kwao walipika. Na mimi nikasema lazima nipike kutokana na nini ada. Na jinsi alimshenga alivyosema kwamba mimi nakuja na watu 20 tu nikasema kwa kilo 5 kwa watu 20 nafanyaje? Inawatosha. Sisi wenyewe hata ugali tutafanyaje? Tutasonga. Matokeo yake wakaja wakalinyanyua jungu pasipo kukabidhiwa kusema ili jungu ndo la kwenu muondoke nalo. Wamebeba natoka nje jungu hamna. Majifia ndo yale pale yale baba.